से मैं यहाँ केन्या के अंदर हूँ। From last 18th of this month, I'm here in Kenya. Kutoka tarehe 18 huu mwezi nimekuwa hapa Kenya. और मैं यहाँ केन्या आने के लिए जो जरिया बने, To come to Kenya, the reason is kukuja Kenya kumekuwa na jambo आदरणीय बिशप जकरिया करंजा, and it's respected Bishop Zakaria Karanja. Nimekaribishwa na Bishop Zakaria Karanja. इन्होंने आमंत्रित किया। And he invited us. Yeye ndiye ambaye ametukaribisha. हम लोग 18 तारीख को यहाँ आए। And on 18th we reached here. Tarehe 18 tulifika hapa. 19 और 20 को हम लोग नैरोबी उतेरी में प्रीच किए थे। And on 18th and 19th and 20th we preached on the place called Utheri. Tarehe 18, 19 na 20 walihubiri mahali panaitwa Utheri. और परमेश्वर ने अच्छी रीति से चलाए। And God helped us very much. Na Mungu alitusaidia sana. उसके बाद में हम लोग संडे नाइवासा में पहुंचे। And on Sunday we reached on Naivasa. Jumapili tulifika upande wa Naivasha. और नाइवासा के चर्च में हम लोगों ने प्रचार किए। And there we preached the gospel. Na hapo tukahubiri injili. और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ एल्डोरेट में आए। And after that we have reached to Eldoret. Baadaye tukafika Eldoret. बिशप साहब ने बहुत ही अच्छी रीति से ड्राइव करके हमें एल्डोरेट तक लेके आए। And Bishop has helped us to drive from Nairobi to Eldoret. Askofu alitusaidia kwa kutuendesha kutoka Nairobi hadi Eldoret. और हम लोग बिशप साहब के घर में रहे। And we were staying at Bishop's house. Bishop's house. Wamekuwa wakiishi kwa askofu. और आज आप लोगों के बीच में वचन को प्रीच करने के लिए एक सुंदर सा मौका मिला। And God has given a good opportunity to stand in front of you and spread the word of God. Na Mungu ametupea fursa nzuri ya kusimama mbele yenu na kushiriki neno la Mungu. यहाँ हम शास्त्र लेख में देखते हैं। Here we see in the Bible. Tunaona kwa Biblia आकाश से उन लोगों को रोटी खाने के लिए दिया। And from heaven bread were given to them. ya kwamba kutoka mbinguni mkate waliopewa wao. और जिस तरह से लिखा है, हमारे पिता लोग जंगल में मन्ना को खाए। As it is written, our forefathers had eaten manna in the desert. Kama ilivyoandikwa, baba zetu wa kale walikula mana kutoka jangwani. यीशु उनको देखकर कहते हैं, And Jesus looking at them says, na Yesu akiwatazama aliyosema, आकाश से उतर कर आया हुआ रोटी को मूसा तुम लोगों को दिया नहीं। and Jesus says, from heaven the bread which is given to your people, that is God has not given that. Yesu akasema mkate ambao walipewa baba zenu jangwani ni Mungu ndiye aliwapa. मेरा पिता आकाश से आया हुआ उस रोटी को हमें देता है। And my Father gives the bread from heaven. Ni baba yangu aliwapa mkate huo kutoka mbinguni. सच सच मैं तुम्हें कहता हूँ, And verily, verily I say unto you, na mkate huo akatuletea pia sisi, आकाश से उतरकर and from coming down from heaven, na kutoka juu mbinguni, और संसार को जीवन को देने वाला, and the one who gives life in the earth, yeye apeane uzima, apeanaye uzima, वो परमेश्वर ने दिया हुआ रोटी है। and the bread that is given from God. yeye ndio alipeana mkate ambao unatoka kwa. और 48 में कहता है, जीवन का रोटी मैं हूँ। And in 40th verse it says, I am that bread of life. Na mstari wa 48 anasema mimi ni mkate wa uzima. हालेलुया, Hallelujah. Haleluya. हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वचन के अनुसार उनके बीच में उतर कर आए। And Jesus Christ himself has come down in the word of like God. a word. Na Yesu alikuja kama neno la Mungu. जुना करार का जितने भी भविष्यवाणियां हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। And looking at the prophecies in the Old Testament has been fulfilled in Jesus Christ. Tukiangalia unabii katika Agano la Kale ulitimizwa na Yesu Kristo. यीशु ये कहता है, अंधकार के अंदर रहने वाले लोग बड़ा ज्योति को देखा है। And the one who is in darkness have seen a great light. Na yule ambaye ako katika gizani ameona mwanga mkuu. और जकरिया कहता है, वो गधे के ऊपर और गधे के बछड़े के ऊपर बैठकर आएगा। And Zechariah says he will sat on
and on a donkey and the child of a donkey. Zakaria anasema atakaa katika punda mchanga. जकरिया 9 इस रीति से कहता है. And Zechariah 9 chapter. You read. 9:9. 9:9. Zekaria 9 mlango wa 9 mstari wa 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon the ass, and upon the cloth, the flow as an ass. Shangilia sana e binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mpole, naye anampanda punda mwana, punda mtoto wa punda. ये वचन नया करार में किधर पूरा हुआ? And where did this verse in New Testament completed? Matthew 21 chapter. Na maneno haya yanatimilizwa katika Agano Jipya. In Matthew 21 chapter. Mathayo mlango wa 21 4 और 5 को पढ़िए. When we read the 4th and the 5th verse, tunasoma mstari wa 4 na wa 5. all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughters of Zion, behold, the king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a cloth that flows as an ass. Matthew 21 4 and 5. Mathayo 21 mstari wa 4 na wa 5 inasema, haya yalitukia ili litimie lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mnyenyekevu, naye amepanda punda, juu ya mwana punda, mtoto wa punda. Amen. 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 यहाँ शास्त्र ले कहता है, Here the word of God says, Neno la Mungu linasema, देख तेरा राजा See, the king cometh, tazama mfalme anakuja, शांत मन का, and the meek, ni mnyenyekevu, गधे के ऊपर, sitting upon an ass, naye amempanda punda, और गधे के बछड़े के ऊपर चक्कर वो आ रहा है. and on the cloth he is coming. hivi karibuni yu anakuja. ऐसा करके सियोन की बेटी को बताओ करके लिखा है. And this says that, tell this to the daughter of Zion. Na anasema waambieni binti Sayuni haya. और 5वां वचन में कहता है, भविष्यद्वक्ता के जरिए बोला गया ये वचन वहां पूरा हुआ. And in the 5th verse it says, as it was spoken by the prophets, has been fulfilled. Na anasema kwamba yale yaliyonenwa na manabii yametimizwa. जैसे जकरिया 9:9 में लिखा वो वर्ड मैथ्यू 21 4 and 5 में पूरा हो रहा है. Just as it is written in Zechariah 9:9, it has been fulfilled in Matthew 21 4 and 5. Kama ilivyoandikwa kwa Zakaria 9:9 imetimizwa katika kitabu cha Mathayo 21:4 na 5. Amen. Amen. Amina. हालेलुया. Hallelujah. यशायाह नबी का किताब 7वां अध्याय 14वां वचन. When we see in the book of Isaiah 7th chapter Verse 14. verse 14, Isaia 7 mstari wa 14. therefore the Lord was himself shall give you a sign, behold a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Amen. Inasema kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana na ataitwa Emmanuel. यहाँ शास्त्र ले कहता है, Here the word of God says, Neno la Mungu linasema परमेश्वर यूं ही तुम्हें एक चिन्ह देगा. and God himself will give a sign, na Mungu mwenyewe atatoa ishara, एक कुंवारी गर्भधारण होगी and a virgin shall conceive, na bikira atapata mimba, और उसको इम्मानुएल करके नाम रखना. and you shall name as Emmanuel. atapata mtoto na mwite Emanueli. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. और ये वचन किधर पूरा हो रहा है? And where we can see this verse is being fulfilled, मैथ्यू 1st chapter. Na tunaona haya yanatimizwa katika kitabu cha Mathayo. in Matthew 1st chapter, Mathayo mlango wa kwanza 21 और 22 को पढ़ना. when we read in 21, 22, 23. when we read in Matthew 1, 21, 22 and 23, tunaposoma Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 21, 22 na 23, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save the people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled the way which was spoken of the Lord
by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be born with a child, and she shall bring forth a son, and they shall call the name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, kwa maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake kutoka dhambi zao. Haya yote yalitukia ili litimie lile Bwana alilokuwa amenena kupitia nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba na atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. क्या आप लोग मेरे साथ हैं इधर? Are you all with me? Mnajua क्या आप लोग वचन को सुन रहे हैं? Are you able to listen to the word of God? je, mnasikia neno la Mungu? क्योंकि मैं जो कुछ भी प्रचार करेगा वो वचन के अंदर से ही प्रचार करेगा। And whatever I'm going to preach, I will be preaching from the word of God. Yale yote nitakayohubiri nitakuwa nayahubiri kutoka kwa neno la Mungu. क्योंकि ऐशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा, As Isaiah the prophet said, Jinsi nabii Isaya alisema, एक कुंवारी गर्भधारण होगी, and a virgin shall conceive, bikira atabeba वो एक पुत्र को देनेगी and he shall bear a son, na atazaa mtoto, और उसका नाम इम्मानुएल रखना। and his name shall be Emmanuel. na jina lake litakuwa Emanueli. वो वचन किधर पूरा हुआ? And where is this fulfilled? और Na haya yote yametimizwa. वो वचन पूरा होने के लिए कितना साल लगा? And how much time did it took to that verse to be fulfilled? Na ni muda gani ambao ulichukua ili haya yote yatimie? मिनिमम 714 साल लगा ये वचन को पूरा होने के लिए। Minimum, it's have taken 714 years to fulfill this verse. Imechukua miaka 714. 714 imechukua miaka 714. हालेलुया Haleluya. हालेलुया हालेलुया। मैथ्यू में कह रहा है वो एक पुत्र को देनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों को हटाकर उन्हें उद्धार करेगा। And in Matthew it says, a virgin shall bear a child, and his name should be Emmanuel, because he shall be saving others from sin. Na Mathayo anasema ya kwamba bikira atamzaa mtoto na atamuita Emanueli, maana atakuwa anaokoa watu kutoka katika dhambi zao. मतलब पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है। That means the deliverance from sin we receive it from in the name of Jesus Christ. Hiyo inamaanisha tunaokolewa kutoka kwa dhambi kwa jina tu la Yesu Kristo. हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पहला तिमोथी के अंदर आप देख सकते हैं पापियों को पाप से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। We see in 1 Timothy that Jesus Christ came into this world to save sinners. हालेलुया kwamba Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi. हालेलुया। Haleluya. 1 तिमोथी 1 Timothy Timotheo wa kwanza शायद पहला अध्याय 15 वचन में होगा। might be in 1st chapter 15th verse. Timotheo wa kwanza mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 15. हाँ, This is 1 Timothy 1st chapter verse 15। 1 Timothy 1st chapter verse 15. Timotheo wa kwanza mstari wa kwanza, mlango wa 15. This is a faithful saying, the worthy of the assertion that Jesus Christ came into this world to save sinners, of whom I am chief. Msemo huu ni wa kweli na unaostahili kukubalika, usemao kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi, ambao mimi ndiye ambaye ni mkuu kuliko wote. ये लिखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। The one who is writing is not a normal man. Huyo ambaye anakuja si tu mtu wa kawaida. ये कौन लिख रहा है इधर? And who is writing this? Na huyo ambaye anaandika hii, यहाँ पौलुस लिख रहा है। And here St. Paul writes this. Huyu mtume Paulo anasema haya. वो बोलता है पापियों को पाप से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। And he says, to save sinners, Jesus Christ came into this world. Anasema ya kwamba kuokoa wenye dhambi Yesu Kristo alikuja kwa hii dunia. और वो खुद को कहता है उसमें से प्रधान पापी मैं हूँ। And he says to himself that he is the chiefest among all. Na anasema ya kwamba yeye ndiye alikuwa mtenda dhambi mkubwa kwa wote. इसके लिए प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 वचन में बाइबल कहता है। And in Acts chapter 4, verse 12 Matendo ya Mitume 4 mstari wa 12. आप लोग नोट कर ले सकते हैं। you can just note it down. Unaweza tu iandika.
4:12. 4:12. Neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12 nasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana katika jina jingine chini ya nchi walilopewa wanadamu mlitupasalo sisi kuokolewa kwalo. हालेलुया, Hallelujah. यह शास्त्र ले कहता है Here the word of God says, Neno la Mungu linasema, आकाश के नीचे and under the heaven और पृथ्वी के ऊपर and above the earth, उद्धार पाने के लिए to be saved, दूसरा कोई नाम नहीं है। there is none other name. तो कौन सा नाम में उद्धार है? And in what name we have salvation? यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। In the name of Jesus we have salvation. kwa jina la Yesu tuna wokovu. क्योंकि मैथ्यू 1:21 कहता है, And as per the word in Matthew 1:21, 1:21, it says, Na kama vile Mathayo 1:21 inasema, वो एक पुत्र को जनेगी, and the virgin shall bear a son, उसको यीशु करके नाम रखना। and to give his name ya Jesus. kwamba bikira atampata mtoto na atamwita Yesu. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों के पापों को हटाकर उनको उद्धार करेगा। And because he will deliver the sins of his people and shall save them. Kwa sababu Uद्धार बोलने से atakuwa mtendani na ataokoa. उद्धार बोलने से क्या है? What does salvation means? Je, wokovu inamaanisha nini? उद्धार का मतलब क्या है? What does the salvation means? Wokovu inamaanisha nini? एज पर बाइबल, As per Bible, Kutoka kwa लूक का maandiko, किताब we see in the book of Luke, tunaona kwa kitabu cha Luka, पहला अध्याय, first chapter, Luka mlango wa kwanza, उसमें 77th वर्ड, in 77th verse, mstari wa 77. लूक फर्स्ट चैप्टर 77th वर्ड, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Luka mlango wa kwanza mstari wa 77 inasema, kuwajulisha watu wake juu ya wokovu utakaopatikana kwa kusamehewa dhambi zao. क्या ये वचन आप लोगों को समझ में आ रहा है? Are you able to understand this word? Tunapata kuelewa kwamba मैं जो वचन बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Whatever I am saying, are you able to understand? kile ambacho nasema, je, mnaelewa? उद्धार कभी मिलता है When we get salvation, Tunapopata wokovu, जब पाप क्षमा होता है। when we are forgiven from our sins, tunapata wokovu tunaposamehewa जब dhambi zetu. तक पाप क्षमा नहीं होता है, unless and until the sins are not forgiven, तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। there is no salvation. Wakati dhambi haijasamehewa hakuna wokovu. पाप क्षमा होना जरूरी है। For us, the sins should be forgiven is important. Kwetu sisi dhambi kusamehewa ni ya umuhimu. शास्त्र ले कहता है, The word of God says, Neno la Mungu linasema, अपने पापों को छुपाने वाले को रहम नहीं मिलता। the one who covers his sin does not get any deliverance. yeye ambaye hajasamehewa dhambi hapati wokovu wowote. जो अंगीकार करके छोड़ देता है उसको क्षमा मिलती है। And the one who confesses and lives them shall be saved. Na yeye ambaye anakiri kwamba Yesu ni Bwana atapata kuokolewa. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन, It says in 1 John 2nd chapter, Waraka wa kwanza wa Yohana, 2nd chapter, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2, 2 अध्याय 2 वचन, 2nd chapter, 2nd verse. mstari wa 2. And there is the हाँ, for our sins, and not for our only, but also the sins of the world wide. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. यहाँ शास्त्र लेख में लिखा है, Here it is written, हमारे पापों का निवारण करने वाला अनुग्रह का बलि वही है। and it is written to propitiation of the sins is the only one that he is. Imeandikwa ya kwamba katika kusamehewa kwa dhambi ya watakatifu ni yeye tu ambaye anaweza fanya hiyo. ना अपने पापों के लिए केवल नहीं, सारे दुनिया का पापों का वो प्रायश्चित करने वाला बलि है। Not only to save himself, but to the one of the entire world.
bali si tu kuokoa yeye peke yake, bali kuokoa ulimwengu mzima. हालेलुया Hallelujah. उसमें पहला अध्याय में यदि हम देखेंगे, We read in first chapter, अगर यदि कोई व्यक्ति कहता मेरे अंदर पाप है ही नहीं, if a person says that I have no sin, पहला जॉन पहला अध्याय 8वां वचन में मैं बात कर रहा हूँ। First John first chapter 8 verse, अगर अगर हमारे अंदर पाप नहीं है करके हम बोलेंगे, if we say we don't have sin in us, हम अपने आप को बरमाने वाले होंगे। we are the one who will deceive ourselves. Ikiwa tutasema ya kwamba sisi hatuna dhambi, tutakuwa tunajidanganya. वो सच्चाई हमारे अंदर नहीं होगा। That the truth will be not in us. Ya kwamba ukweli hautakuwa ndani yetu. और 9th वर्ड कहता है, And the 9th verse it says, Na kutoka mstari wa 9 nasema, हम हमारे पापों को अंगीकार करें if we confess our sins, kama tukizikiri dhambi zetu, और परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है and He is faithful to forgive us our sins, yeye ni mwaminifu na wa haki na kusamehe और dhambi zetu. सारे अन्याय को हमारे अंदर से निकाल देता है। and to cleanse us from all unrighteousness, Na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. और हमें शुद्ध करने के लिए वो सत्य और धार्मिकता से भरा हुआ है। and just to cleanse us is full of righteousness. Na kutusafisha na kufanya tukuwe watakatifu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 7वां वचन कहता है, 7th verse it says, वो जैसा ज्योति में है, if we walk in light as He walks, Sasa inasema lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, हम परमेश्वर के साथ में संगति में रहेंगे। we are in fellowship with God. tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu. क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को हटाकर हमें शुद्ध करता है। Because the blood of Jesus Christ cleanseth us from all our sins. Tunashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। Because His blood cleanses us from all the sins. Kwa sababu damu yake inatusafisha kutoka kwenye dhambi zote. हम शास्त्र लेख के अंदर देखें, When we see in the Bible, यीशु मसीह वहां खड़ा रहकर बोलता है, आकाश से उतरा हुआ जीवन का रोटी मैं हूँ। and He says, the bread from heaven, that is I am. Na tunaona ya kwamba katika Biblia inasema mkate utokao mbinguni ni yeye. और उन लोगों के बीच में वो सेवा करने के समय में And while He was serving them in that place, Na alipokuwa akiwatumikia mahali hapo, 38 साल से एक व्यक्ति बीमार था। and from 28 years a person was sick, 38 years। 38 years a person was sick, alipokuwa akiwatumikia mahali hapo kwa miaka 38, mtu mmoja alikuwa अब mgonjwa. उसके पास प्रभु यीशु मसीह आए and now Jesus comes in front of him Na Yesu anakuja mbele yake और कहने लगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? and said, do you want to heal? na anamwambia, "Je, unataka kupona?" हालेलुया हालेलुया। वो क्या कहना चाहिए था? What he has to say, यस Yesu प्रभु, alisema, मैं चंगा होना चाहता हूँ। and he has to say, yes, I want to be healed. na huyo mtu akasema ndio, nataka kupona. लेकिन वो वैसा नहीं बोला। But he did not say that. आइए यूहन्ना 5वां अध्याय में आइए। We read in John 5th chapter. Tunasoma Yohana mlango wa 5. वो उधर क्या बोलता है देखिए। What he says there, you can see. Kile ambacho alisema hapo tutaona hapa. 5वां अध्याय में In the 5th chapter, यहाँ पहला वचन से मैं बता रहा हूँ, यहूदियों का एक त्योहार आया। and there was a feast of the Jews. तब परमेश्वर यरूशलेम को गया। At that time, Jesus went to Jerusalem. Baada ya haya kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. और हिब्रू भाषा में बेथesda कहने वाला एक कुंड था उधर। And in Hebrew, there was a pool called Bethesda. Huko Yerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo palikuwa na bwawa moja lililokuwa linaitwa kwa Kiebrania Bethesda. और वो मेमने के द्वार के उधर था। And he was standing near the door of Lamb. Ambapo alikuwa amesimama. वहां उसको 5 ये कुंड था। And there were 5 porches. सेकंड Inasema huko Yerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo palikuwa na bwawa moja lililoitwa kwa Kiebrania Bethesda ambalo lilikuwa limezungukwa na kuta 5. वहां अंधे लूले ये हैंडीकैप
ऐसे बहुत सारे लोग आकर उधर बैठते थे। And they were blind, they were dumb, they were lame, they were sitting in near a pool. Na kulikuwa na vipofu, kulikuwa na visiwi, kulikuwa na viwete walikuwa wamekaa kando ya ile birika. क्योंकि वहां जब देवदूत आकर उस पानी को हिलाता था, And when the angel of God comes and just shake the water, Wakati malaika wa Bwana alikuja kutibua yale maji, उसमें जो व्यक्ति पहला उतर कर जाएगा वो चंगा हो जाएगा। and the one who goes in first shall be healed. yule ambaye aliingia wa kwanza kwa ile birika alipata kupona. हालेलुया, हालेलुया। वहाँ बहुत सारे बीमार व्यक्ति लोग थे, There were many sick among them, Na kulikuwa na wagonjwa wengi miongoni mwao, लेकिन परमेश्वर वहाँ एक व्यक्ति के पास जाकर बात कर रहा है। and Jesus is going there and talking to one person. na Yesu anaenda mahali pale anazungumza na mmoja wao. पांचवा वचन कहता है वो 38 साल से बीमार था। And the fifth verse it says he was sick from 38 years. Na mstari wa 5 unasema mtu mmoja alikuwa kwa huko ambaye alikuwa ameugua kwa miaka 38. उसने यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखा, And Jesus Christ saw that person. Na Yesu akamwona mtu yule. क्या आप लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह अभी हम लोगों को देख रहा है? Do you believe that Jesus Christ is looking unto us? Je, unaamini ya kwamba Yesu anatutazama sasa? हालेलुया, Haleluya. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम ना तो कोई क्लब में बैठे हैं, ना तो कोई पब में बैठे हैं, ना तो कोई थिएटर में बैठे हैं, हम परमेश्वर के घर में बैठे हैं। We are not sitting in club, neither we are sitting in pub, nor we are sitting in theater, but we are sitting in the house of God. Hatujakaa tu mahali ambapo kuna kusanyiko la watu, tumekaa katika uwepo wa Mungu. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया। हालेलुया। जैसा उस व्यक्ति को प्रभु ने देखा, वैसा ही प्रभु हमको भी देख रहा है। Just as Jesus saw that person, Jesus is looking unto us. Jinsi Yesu alivyokuwa anaangalia yule mtu, anatuangalia pia leo sasa hivi. तो उसके पास आकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? And Jesus said to him, will thou be made whole? Yesu akamwambia, je, ungependa kupona? हालेलुया। Hallelujah. तो उसको वो क्या रिप्लाई दे रहा है? And what he is replying, 7वां वचन में कहता है, and in 7th verse it says, वो मनुष्य कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, the important man answered him, Sir, I have no man. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza bwawani maji yanapotibuliwa. वहां पानी को हिलाने के समय में, When the water is troubled, हिलाने के समय में पानी को Maji yanapotibuliwa. मुझे अंदर लेकर जाने के लिए कोई नहीं है, there is no man to take me inside. Sina mtu wa kuniweka ndani ya maji yanapotibuliwa. और मेरे से पहले दूसरा कोई उतर जाता है। Before me, some or the other one goes inside. Kabla alijaribu kuingia, mwingine anaingia mbele प्रभु yake. यीशु मसीह क्या पूछा और ये क्या जवाब दे रहा है? And what did Jesus Christ ask and what he is answering? Je, Yesu aliuliza nini na huyu mtu anajibu nini? यीशु मसीह ने पूछा, तू चंगा होना चाहता है क्या? And Jesus Christ asked him, do you want to be healed? Yesu alimuuliza, je, unataka kuponywa? हालेलुया, Haleluya. हालेलुया। हालेलुया। इसका जवाब क्या होना चाहिए था? What should be the answer? Je, jibu linafaa kuwa nini? इसका जवाब क्या होना चाहिए था? What should be the answer for this? Jibu linafaa kuwa nini? यस, Jibu linafaa kuwa मैं ndio. चंगा होना चाहता हूँ। Yes, I want to be healed. Ndio, anataka kuponywa. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगा करता है। Because our Jesus Christ is the one who heals today also. Kwa sababu Yesu ndio ambaye anaponya sasa na milele. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके बीच में कोई बीमार है, आपका बीमारी को प्रभु यीशु मसीह अभी आपको चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। Is anyone among you is sick? Jesus Christ is able to heal you today. Je, kuna mtu kati yetu ambaye ni mgonjwa? Yesu anasema ya kwamba ana uwezo wa kutuponya leo. क्योंकि चंगाई का काम जो है ऑलरेडी फिनिश्ड। Because the work of healing is already finished. Kwa sababu kazi ya kuponya imeshakamilika. हालेलुया। Amen. Isaiah 53 chapter, In Isaiah 53 chapter, verse 4 and 5. verse 4 and 5, Isaia mlango wa 53 mstari wa 3 hadi 5. surely said, hath gone through our griefs and carried our sorrows, yet we have esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised
for our iniquities, and chastisement of our peace was upon him, and with his stripes ye are healed. Katika kitabu cha Isaya mlango wa 53 mstari wa 3 nasema, alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye mateso, kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumheshimu kuwa kitu. 4 inasema, hakika alichukua udhaifu wote na akajitwika huzuni zote. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu, akapigwa sana naye na kuteswa. 5, lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. यहाँ शास्त्र लेख में इस रीति से लिखा है, Here the word of God says, Neno la Mungu linasema, वो हमारे सारे दुखों को उठा लिया, and he has taken all our iniquities, amechukua dhambi zetu zote, वो हमारे सारे बीमारियों को उठा लिया, he has taken all our sickness. amechukua magonjwa yetu yote. हमारे अधर्मों के कारण वो मारा गया, Because of our iniquities he was died, Kwa sababu ya dhambi zetu yeye alikufa, हमारे पापों के कारण वो कुचलाया गया, and because of our iniquities, because of our sins he was bruised, na kwa sababu ya udhaifu wetu alijeruhiwa, और हमको शांति देने के लिए give us peace, ili atupe amani. उसने दंड को सहन लिया, and he has taken दंड को सहन लिया, the wound. He has taken the wound. Na yeye amechukua vidonda vyetu, और उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो By गए। his stripes ye are healed. na kwa majeraha yake sisi tumepona. हालेलुया। Haleluya. यहाँ ऐसा नहीं लिखा है तुम चंगा होने वाला है, There it is not written that you are going to be healed. Haijaandikwa ya kwamba wewe utaenda kupona. तुमको ऑलरेडी वो चंगा कर दिया है। You are healed before only. Imeandikwa ushapona. जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर मरा, The day when Jesus Christ was dead on cross, Yesu alipokufa msalabani, जिस दिन सलीब पर यीशु मसीह मारा गया, and on the day on which Jesus Christ was hanged on the cross, siku hiyo alipowekwa pale msalabani, उसी दिन हमारा सारा पापों का कर्जा उतार दिया। and on that day the debts of our the sins was fulfilled. siku hiyo deni ya dhambi zetu ilikamilika, ililipwa. हालेलुया, Haleluya. हालेलुया, हालेलुया। तो अभी कोई पाप के सामने मरने की जरूरत नहीं There है। is no need of us to die with sin. Haina haja ya sisi kufa na dhambi, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पापियों को पाप से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। To save the sinners, Jesus Christ came into this world. kuokoa wenye dhambi. Yesu alikuja kwa hii dunia. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहूदी लोग उसके सामने आकर बात करते हैं। Here the Jews coming in front of him and speaking. Waebrania walisimama mbele zake wakisema, और वो लोग कहते हैं हमारे बाप दादा जंगल में मन्ना को खाए थे। And he says that our forefathers have eaten manna in the desert. walisema ya kwamba baba zetu wa kale walikula mkate kutokao mbinguni. और ये मन्ना किसका खाना था? And what was the food of what is the food that manna was? Je, mkate huo kutoka mbinguni ambao ni mana ilikuwa nini? और ये मन्ना किसका खाना था? And whose food was manna? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, If we read in the word of God भजन संगीत 78वां अध्याय 78 in Psalms 78th chapter, इस Ukisoma neno la Mungu, Zaburi वहाँ 78, 23, 24, 25 में इस रीति से लिखा है। and in 23, 24, and 25. Zaburi 78, 78. हाँ, वहाँ ऊपर से बादलों के अंदर उसको आज्ञा दिया और आकाश के दरवाजों को खोल दिया। And he commanded the clouds and above the heavens were open. यहाँ शास्त्र hata hivyo alitoa amri kwa anga zilizo juu na kufungua milango za mbingu. यहाँ शास्त्र ले कहता है आकाश में दरवाजा है। And the word of God says there is door in heaven. Neno la Mungu linasema kuna milango mbinguni. कितने लोग विश्वास करते And हैं? how many of you believe? Wangapi wanaamini kuna milango mbinguni? हालेलुया। Haleluya. आकाश में क्या है? दरवाजा है। And in heaven there is door. Pale mbinguni kuna mlango. और परमेश्वर उस दरवाजे को ओपन किया And God has opened the doors. Na Mungu amefungua milango. और मन्ना को उन लोगों के लिए ऊपर से बरसाया। And he rained down the manna
upon them to eat. akawanyeshea mana ili watu wale. हालेलुया। Hallelujah. शास्त्र में कहता है आकाश का अनाज को उन लोगों को खाने के लिए दिया। And God, the word of God says, God has given the food from the heaven. Na neno la Mungu linasema Mungu akawapa chakula kutoka mbinguni. और ये किसका खाना था? देवदूतों का खाना था। 25वां वचन कहता है वो दूतों का रोटी को मनुष्य को खाने के लिए दिया। And the word of God says, the man did eat angels' food. He sent them from heaven meat to fulfill. Neno la Mungu linasema watu walikula mkate wa malaika, akawatumia chakula chote ambacho wangeweza kula. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बात किया। And God spoke to Abraham. Na Mungu akamzungumzia Abrahamu, तेरे लोग मिस्र देश के अंदर 400 साल गुलामगिरी के अंदर रहेंगे। And your people shall be under bondage for 400 years. ya kwamba watu wako watakuwa katika utumwa kwa miaka 400. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे लोग वहां 400 साल जो है वो लोग गुलामगिरी के अंदर रहेंगे। And thy people shall be under bondage for 400 years. Na watu wako watakuwa katika utumwa wa miaka 400. आप सब लोगों को मालूम है वहां पहला परमेश्वर यूसुफ को लेकर जाता है। And firstly, God takes Joseph to that place. Na kwa mwanzo Mungu akampeleka Yosefu kule mahali pa वहां परमेश्वर यूसुफ को लेकर जाने के बाद And there, when Jesus took Joseph, na Mungu alipompeleka Yosefu kule, आमेन, amen, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। hallelujah. यूसुफ उसके माँ बाप के लिए वो 11वां नंबर बच्चा था। And Joseph was 11th child of their parents. Yosefu alikuwa mtoto wa 11 wa Isaka. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोगों को मालूम है ये याकूब और एसा के बारे में। And you know about Jacob and Esau. Na unajua story kuhusu Yakobo na Esau. याकूब